أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, naendelea kueleza tukio la suluhu Hudaybiyah. Nitaeleza maelezo yake mengine. Wakati ule maswahaba walikuwa wamepewa jukumu la kulinda. Kuhusu hiyo habari inapatikana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaamuru maswahaba zake kulinda wakati wa usiku. Kila siku walikuwa wakilinda na watu watatu walikuwa wakitekeleza wajibu huo kwa zamu, ambao walikuwa ni Kinahat Aus bin Khawla, Ibad bin Bishr na Muhammad bin Maslama. Usiku mmoja Muhammad bin Maslama alikuwa anamlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo Quraishi wakatuma watu 50 chini ya uongozi wa Mikraz bin Hafs, na wakawaamuru ya kwamba wao wamzunguke Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nia ya kuumua yoyote katika Waislamu au ghafla wawapatie hasara. Muhammad bin Maslama akawakamata na kuwaleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mikraz akakimbia na akaenda kuwapatia habari wenzake. Kutoka tukio hilo, kauli ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pia imethibitika, iliyokuwa imetajwa katika hutuba iliyopita ya kwamba Mikraz ni mtu mdanganyifu. Pia inapatikana ya kwamba watu wachache Waislamu kwa izini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wameingia Makka, ambao walikuwa ni Kurz bin Jabir Fahri, Abdullah bin Suhail, Abdullah bin Huzaifa Sahmi, Abu Rum bin Umair, Abdri, Ayash bin Abi Rabia, Hisham bin As, Abu Hatib bin Amr, Umair bin Wahab, Hatib bin Abi Balta, Abdullah bin Umayya. Watu hawa walikuwa wameingia Makka katika zamana ya Uthman. Pia inasemwa ya kwamba walikuwa wameingia kwa kujificha. Ni riwaya mbalimbali. Quraish walipopata habari ya Waislamu hawa, wao wakawakamata, na Quraish walikuwa wameshapata habari kuhusu watu wao ambao Muhammad bin Maslama alikuwa amewazuia. Makuraish walipojua kwamba watu 50 yani watu wao wamekamatwa na Waislamu, hapo kundi moja la Quraish lenye silaha wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, na wakawashambulia Waislamu na wakaanza kuwarushia mishale na mawe. Waislamu wakawakamata washirikina 12, na kutoka Waislamu Ibn Zunaim akauawa shahidi. Quraish walikuwa wamemua kwa kumpiga mshale. Kisha Quraish wakatuma ujumbe mwingine kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Suhail bin Amr pia alikuwa mmoja wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona kutoka mbali, akawaambia maswahaba kwamba kwa kupitia Suhail swala lenu limekuwa rahisi. Wakati ule Suhail akifika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam
alikuja kumwambia ya kwamba wenzako yani Uthman na masahaba wengine 10 waliokamatwa na baadhi ya watu wetu na pia waliopigana nani, sisi hatuhusiki na swala hili, bali tulipopata habari yake tukachukia sana. Sisi hatuna habari yoyote, na hii ilikuwa ni kazi ya baadhi ya watu wetu wasiowema. Hivyo watu wetu mlio wakamata katika matukio hayo mawili uturudishie. Mtume akasema, mimi sitawarudisha mpaka muache wenzangu. Hapo wao wakasema kwamba haya, sisi tunawaacha. Na hapo Makuraish wakaacha huru hat Usman na masahaba wengine 10. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akawaacha watu wao. Kama nilivyoeleza hapo na nimeshaeleza katika hutuba iliyopita pia kuhusu hat Uthman ambaye makafiri walikuwa wamemkamata. Habari hii ilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua bayati moja kutoka kwa maswahaba ambayo inaitwa bayati Rizwan. Maelezo yake ni kama hivi kwamba Makuraish walipojua kuhusu bayati hii ya Hudaybiyah wakapata hofu sana. Nao pia wakajua kwamba bayati imechukuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka waislamu wote, na hapo watu wao wenye rai wakatoa ushauri kwamba itakuwa vyema tufanye suluhu, yani mwaka huu tufanye suluhu hivi kwamba tuwaambie waislamu kwamba mwaka huu warudi, na mwakani wanaweza kuja na kukaa katika Makka kwa siku 3, lakini wasije na silaha isipokuwa vitu vya msingi anavyobeba msafiri, yani upanga mmoja katika kifuniko chake na upinde. Baada ya mashauriano hayo Makuraish wakamtuma tena Suhail bin Amr, na pamoja naye walikuwepo kina Mikraz bin Hafs na Huwaitab bin Abdul Uzza. Watu hawa wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na pendekezo jingine ya kwamba mwaka huu urejee bila kufanya umra, ili Waarabu wasiseme kwamba nyini kwa nguvu yenu mmeingia Makka kinyume cha matakwa ya Quraish, na mwakani muje kufanya umra. Hivyo Sahel alipokuja mbele Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona toka umbali na akasema kwamba maana ya kumtuma mtu huyo tena ni kwamba Makuraish wameamua kufanya suluhu. Suluhu ilitokea huko Hudaybiyah. Hatmiza Bashir Ahmad Saheb ameandika hivi ya kwamba Suhail bin Amr alipokuja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam mara baada ya kumwona akasema, huyu ni Suhail. Sasa Mungu akijalia swala litarahisika, yani itakuwa rahisi. Kwa vitu vile Suhail akaja na akaja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba naomba uache mjadala huo mrefu, sisi tuko tayari kufanya mapatano. Mtume akasema sisi pia tuko tayari, na kwa kusema hayo akamuita katibu wake, yani Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, na kwa kuwa kuhusu masharti tayari walikuwa wameshaongea hapo kabla na mambo mengine ilikuwa yapangwe kwa pamoja, yani wakati wa kuandika. Hivyo mwandishi akija Mtume akamwambia kwamba aandike, yani akaanza kumwandikisha mwenyewe na akaanza na bismillahirrahmanirrahim. Suhail alikuwa tayari kufanya suluhu, lakini kwa ajili ya kulinda haki za Quraish na heshima ya watu wa Makka alikuwa makini sana. Hivyo akanena mara moja, neno hili la Rahman ni lipi? Sisi hatulijui. Kama vile watu wa Uarabuni wameendelea kuandika tangu kale, uandike hivi, yani biismika Allahumma. Usiandike bismillahirrahmanirrahim, bali andika bismika Allahumma. Upande wa pili kwa Waislam pia ilikuwa ni swala la heshima ya kikaumu na ghera ya kidini. Wao pia wakashtuka juu yake na wakasema kwamba lazima tutaandika bismillahirrahmanirrahim, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawanyamazisha kwa kusema ya kwamba hapana, hakuna shida ndani yake.
kama asemavyo Suhail, andikeni tu. Hivyo maneno ya bismika allahumma yakaandikwa. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba andika, huu ni mkataba ambao Muhammad mtume wa Allah ameufanya. Suhail akaingilia kati tena na akasema, neno la Rasulullah sisi hatutoi ruhusa ya kuandika. Tukikubali kwamba wewe ni mtume wa Allah, basi ubishi wote unakwisha na sisi hatuna haki ya kukuzuia au kupigana nawe. Basi kama ilivyo desturi yetu, andika maneno haya tu kwamba Muhammad bin Abdullah amefanya mkataba huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nini mukubali au msikubali, mimi ni mtume wa Allah, lakini kwa kuwa mimi ni Muhammad bin Abdullah vile vile, hivyo andikeni tu. andikeni kwamba Muhammad bin Abdullah amefanya mapatano haya. Lakini katika muda huo huo mwandishi wake Ali alikuwa ameshaandika maneno ya Muhammad Rasulullah katika maandishi ya mkataba. Mtume akamwambia hat Ali kwamba afute maneno yale na aandike Muhammad bin Abdullah. Lakini wakati ule ilikuwa ni hali ya jaziba. hat Ali akapata ghera na akasema, ya Rasulullah, mimi sitafuta maneno haya ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hali yake akasema kwamba haya, kama hufuti nipe nafuta mwenyewe. kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua karatasi ile ya mkataba na akimuuliza Hazrat Ali sehemu ambapo maneno hayo yalikuwa yameandikwa, akakata maneno ya Rasulullah kwa mkono wake na badala yake akaandika maneno ya Ibn Abdullah. Hamid Bashir Ahmad Saheb ameeleza jambo hili kwenye kitabu chake akiandika ya kwamba kisha Mtume akaandikisha ya kwamba mapatano ni haya ya kuwa watu wa Makka hawatatuzuia kufanya tawafu ya Baitullah. Suhail akasema mara moja, wallahi mwaka huu hiyo haitawezekana, la sivyo tutafezeheka kwa Waarabu. Ndio mwakani nini mnaweza kuja na kufanya tawafu? Mtume akasema haya, andikeni hiyo hiyo. kisha Suhail akaandikisha kutoka kwake ya kwamba sharti moja itakuwa ndio hii kwamba mtu yeyote katika watu wa Makka hataweza kwenda kuungana na Waislamu hata kama awe Muislamu, na mtu kama huyo akienda kwa Waislamu yeye atarudishwa. Masahaba wakapiga kelele juu yake wakisema, subhanallah, kivipi hiyo inaweza kutokea kwamba mtu mmoja akisilimu aje kwetu na sisi tumrudishe? Kwa vyote vile mkataba huo ulikuwa umeandikishwa, na ndipo ghafla hata Abu Jandal bin Suhail akaja. Miguu yake ilikuwa imefungwa na minyororo. Yeye akatoka kutoka maeneo ya chini ya Makka na akaja kujitupa mbele ya Waislamu. Baba yake Suhail ambaye alikuwa anaandikisha mkataba, huyu alikuwa mwanaye na alikuwa amesilimu. Baba yake Suhail alikuwa amemfunga kwa minyororo. Yeye akitoka nje na akiepukana na njia za kawaida na kusafiri kutoka milima akaja Hudaybiyah. Waislamu wakaanza kumpokea kwa moyo mkunjufu na kumpongeza. Baba Abu Jandal Suhail alipomwona akasimama, akaelekea kwake na akampiga tawi lenye miiba juu ya uso wake na akamshika karibu na shingo yake, na kisha akasema, e Muhammad, hili ni swala la kwanza ambalo nimefanya nawe mkataba, sasa umrudishe mtu huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, maandishi ya mapatano bado hayajakamilika. Suhail akasema, wallahi ndipo sitafanya nawe suluhu juu ya kitu chochote. Mtume akasema, haya, umwache kwa ajili yangu. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mwache kwa ajili yangu. Suhail akasema, mimi sitamwacha katika hali yoyote. Mtume akasema, hapana, umwache. Akasema tena. Suhail akasema, hapana, sitafanya hivyo. Mikraz bin Hafs na Huwaita bin Abdul Uzza waliokuwa pamoja naye wakasema, sisi tumemwacha kwa ajili yako. Na wote wakamshika Abu Jandal na wakamuingiza kwenye hema moja na wakamruhusu, lakini baba yake Suhail akakataa. hata Abu Jandal akasema, eni kundi la Waislamu, je, sasa mtanirudisha kwa washirikina?
hali nimekuja nikiwa muislamu, nini hamoni mateso niliyopata mimi, na nilikuwa nateswa sana. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa sauti ya juu, e abu jandal, fanya subira na uwe na tumaini la kupata thawabu. bila shaka mwenyezi mungu atakuandalia na atawaandalia wenzako wanyonge njia ya faraja na wokovu. sisi tumefanya nao mkataba wa suluhu, na sisi na wao tumepatana, na sisi hatudanganyi. wakati huu inapatikana habari ya hat omar namna alivyoeleza hisia zake. imeendikwa ya kwamba waislam hawakupenda masharti haya na wakaghazibika. suhel akakataa kufanya suluhu isipokuwa kwa masharti haya tu. walipokubaliana masharti na ilikuwa bado haijaindikwa, ndipo umar bin khatab akamjia mtume na akasema, ya rasulllah, je, hatuko juu ya haki na makafiri ni juu ya batili? mtume akasema, bila shaka. ye akasema, je, watu wetu waliouawa si katika pepo na watu wao si katika moto? mtume akasema, bila shaka. hatumar akasema kwamba suluhu tunayoifanya siku ya hudabia, kwa nini tuvumilie mazila kuhusu dini yetu? je, turejee kutoka hapa hivi hivi hadi allah asihukumu baina yetu na baina yao? yani turejee bila kupigana na kupata haki yetu? mtume akasema, mimi ni mja wa allah na mtume wake, na mimi sipendi uasi wake, na yeye hataniacha kamwe, na yeye ni mwenye kunisaidia. umar bin khatab akasema, je, hukutuambia ya kwamba hivi karibuni tutakuja katika baitullah na tutafanya tawafu ya baitullah? mtume akasema, bila shaka, lakini je, nilikuwa nimekuambia kwamba utakuja mwaka huu? hatumara akasema, hapana. kisha mtume akasema, bila shaka mtakuja kufanya tawafu ya baitullah. kisha umar akamwendea abubakar katika hali ya hasira na hakufanya subira. akasema, e abubakar, je, nabii huyu wa mungu si juu ya haki? hata abubakar akasema, bila shaka. kisha umar akasema, je, wao juu ya batili, yani makafiri, na sisi si juu ya haki? je, walio wao wetu si katika pepo na watu wao walio wao watakuwa motoni? abubakar akasema kwamba ndivyo ilivyo. hapo umar akasema, kisha kwa nini tushike udhaifu katika dini yetu na sisi turejee nyuma hali allah hakutoa hukumu baina yetu na baina yao? abubakar akasema, yeye ni mtume wa allah na hamwasi mola wake, na allah ni mwenye kumsaidia sallallahu alaihi wasallam. basi endelea kushikamana na utii wa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufa kwako. wallahi yeye ni juu ya haki. na katika riwaya moja inapatikana kwamba akasema yeye ni mtume wa allah. kisha umar akasema, mimi natoa shahada kwamba bila shaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa allah. na kisha akasema, je, alikuwa hasemi kwamba hivi karibuni tutaenda baitullah na tutafanya tawafu yake? hata abubakar akamjibu, bila shaka, lakini je, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekuambia kwamba mtafanya tawafu mwaka huu? hata umar akasema, hapana. hata abubakar akasema, nini, lazima mtakwenda baitullah na mtafanya tawafu yake. kwa yote vile hata umar hakupenda masharti hayo. katika bukhari inapatikana ya kwamba hat umar alisema ya kuwa, naapa kwa allah, tangu nimesilimu si kufanya shaka isipokuwa siku ya hudhabia, na nikaendelea kujibu maswali ya mtume sallallahu alaihi wasallam. yani sikuwahi kuongea mbele ya mtume, lakini wakati ule nikaendelea kuongea. hata abu ubaida bin jarrah akasema, e ibn khattab, kwa nini humsikii mtume sallallahu alaihi wasallam kile anachosema? wewe jikinge kwa allah kutoka shetani na rekebisha rai yako. hat umar akasema, kisha nikaanza kujikinga kwa allah na nilikuwa na hisi majuto.
ambavyo sikuvihisi siku za kabla, na kisha nikaendelea kutenda matendo mema ili madhambi yangu yaweze kusamehewa, kitu ambacho nilikuwa nimekifanya, yani kusita katika kutekeleza amri yake. Mimi kwa sababu ya maongezi niliyofanya kwa mtume sasa siku ya Hudaybiyah, nikaendelea kutoa sadaka, nikaendelea kufunga saumu, nikaendelea kuwacha huru watumwa mpaka nikapata matumaini kwamba sasa itakuwa kheri tu, yani nikahisi kwamba Allah sasa atanisamehe. Hata Musleh Maud pia ameeleza tukio hili, anasema kwamba safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hutubia maswahaba akasema kwamba mimi niliwaamuruni sana, lakini saa nyingine nikaona hisia za wasiwasi katika baadhi yenu yenye ikhilasi, lakini kwa Abubakar sikuwahi kuiona roho hiyo. Alieleza sifa za Abubakar kwamba yeye hakukataa jambo langu, akipenda au asipende. Hivyo hat Musleh Maud anasema kwamba siku ya suluhu Hudaybiyah mtu kama Umar radhiyallahu anhu pia akapata hofu, na katika hali hiyo hiyo ya hofu akamwendea Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu na akasema ya kwamba je, Mungu hakuahidi pamoja nasi kwamba tutafanya umra? Alisema ndiyo, alikuwa amefanya ahadi. Kisha akamuuliza kwamba je, haikuwa ahadi ya Mungu kwamba atatusaidia? Abubakar akasema kwamba ndiyo, ahadi hii ilikuwepo. Umar akasema je, tumefanya umra? Abubakar akasema kwamba Umar, Mungu lini alikuwa amesema kwamba mwaka huu tutafanya umra? Kisha akasema je, tumepata msaada na nusura na ushindi ule? Abubakar akasema kwamba Mungu na mtume wake wanajua zaidi maana ya ushindi na nusura kuliko sisi. Lakini Umar hakuridhika, na katika hali hiyo ya wasiwasi akaenda kwa mtume na akasema kwamba ya Rasulullah, je, Mungu hakutuahidi kwamba sisi tutaingia Maka tukifanya tawafu? Mtume akasema ndiyo. Yeye akasema kwamba je, sisi si jumuiya ya Mungu? Na je, haikuwa ahadi ya Mungu kwamba atatusaidia kwa ushindi na kwa nusura? Mtume akasema ndiyo, ilikuwepo. Umar akasema je, tumefanya umra? Mtume akasema kwamba lini Mungu alikuwa amesema kwamba tutafanya mwaka huu? Hili lilikuwa ni wazo langu kwamba tutafanya umra mwaka huu. Mungu alikuwa hakupanga muda. Kisha akasema kwamba kuna maana gani ya ahadi ya ushindi na nusura? Mtume akasema kwamba msaada wa Mungu lazima utakuja na ahadi aliyofanya lazima itatimia. Yani jibu ambalo Abubakar alikuwa amelitoa, mtume pia akatoa jibu lile lile. Hizi ni riwaya mbalimbali za kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kueleza hisia zake, na pia alienda kwa Abubakar na akaongea naye. Utaratibu wake ni tofauti kama nilivyoeleza, lakini tukio ni lile lile moja tu, na utaratibu huo hauleti tofauti yoyote juu ya ukweli wa tukio hili. Kuhusu maandishi ya mkataba wa suluhu katika sera ya Khataman Nabiyin, Hazrat Bashir Ahmad Sahib anaandika ya kwamba kwa vyote vile baada ya juhudi kubwa mkataba huo ulifikia tamati yake, na takriban kwenye kila swala mtume sallallahu alaihi wasallam akiacha jambo lake akakubali maelezo ya Quraysh, na sawa na matakwa ya Mungu akatimiza ahadi ile kwa unyofu wote, ili heshima ya Baitullah isimamishwe na pia heshima ya haram isimamishwe. Haya ni masharti ya mkataba. Moja, mtume sallallahu alaihi wasallam na wenzake mwaka huu warejee. Pili, mwakani wakija Makka wanaweza kufanya umra, lakini wasiwe na silaha isipokuwa upanga mmoja mmoja ambao uwe kwenye kifuniko, na wasibaki Makka zaidi ya siku 3. Namba 3, mwanamume mmoja kutoka Makka akienda Madina, hata kama awe Muislamu, mtume sallallahu alaihi wasallam asimpatie uhifadhi katika Madina na amrudishe. Hivyo katika swala hilo katika Sahih Bukhari kuna maneno kwamba la yatika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radatahu ilaina, yani miongoni mwetu mwanamume akija kwako wewe utamrudisha, lakini muislamu akiacha Madina aje Makka yeye hatarudishwa. Wao waliwafanya waislamu kukubali sharti lao kwamba muislamu akienda Makka
hatarudishwa, lakini mtu wao akija madina atarudishwa. Riwaya moja inasema kwamba kutoka watu wa Makka mtu fulani bila izni ya mkuu wake aje madina, basi atarudishwa. Namba 4 kwamba katika makabila ya Uarabuni kabila lote likitaka linaweza kujenga uhusiano na Waislamu na lolote linaweza kujenga uhusiano na watu wa Makka. Na sharti la 5 kwamba mkataba huu utakuwa kwa miaka 10 na katika muda huo vita itasitishwa baina ya Makuraish na Waislamu. Kuhusu mashahidi wa suluhu Hudaybiyah kuna maelezo kwamba mkataba huu ulitayarishwa katika nakala 2 na kutoka pande zote mbili watu wenye heshima wakatia saini. Kwa niaba ya Waislamu waliotia saini ni kina Hazrat Abubakar, Hazrat Umar, Hazrat Uthman ambaye hadi wakati ule alikuwa amesharejea kutoka Makka, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas na Abu Ubaida. Baada ya kukamilisha mkataba, Suhail bin Amr akiwa na nakala moja ya mkataba akarejea Makka na nakala ya pili ikabaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hali ya kutokosa utulivu pia ilitokea kwa maswahaba. Habari hii pia inapatikana katika historia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza shughuli hii akawaambia maswahaba zake kwamba inukeni na muchinje ngamia wenu na kisha munyoe vichwa. Hakuna aliyesimama mpaka Mtume akarejea jambo hilo hilo, akarudia mara 3. Hazrat Bashir Ahmad Saheb ameeleza habari hii, anasema kwamba Suhail aliporejea Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba kwamba sasa inukeni na muchinje zabihi zenu hapa hapa na munyoe vichwa vyenu. Baada ya kuchinja zabihu vichwa vinanyolewa, na alisema kwamba mufanye maandalizi ya kurejea. Lakini maswahaba kwa sababu ya mkataba huo walikuwa wamepata huzuni sana, na walipokuwa wakipata wazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametuleta hapa kwa msingi wa ndoto yake moja, na Mwenyezi Mungu katika ndoto alikuwa ameonyesha mandhari ya tawafu ya Baitullah. Sasa walianza kupata huzuni sana, na kariban walikuwa wamekaa tu kana kwamba hawana roho. Walikuwa na imani kamili juu ya mtume wa Allah na walikuwa na yakini kamili juu ya ahadi yake, lakini kwa sababu ya ubinadamu mioyo yao ilikuwa imehuzunika sana. Yani hiyo ilikuwa ni amali yao. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia kwamba muchinje zabihu zenu hapa hapa, tumeingia Maka au la, tumefanya tawaf au la, tumekaa hapa, hivyo muchinje zabihu zenu na murejee nyuma, hakuna swahaba aliyeinuka kutoka mahala pake. Zabihu walileta, wakaendelea kuketi pamoja nao. Sio maana kwamba Mungu apishe mbali, walikuwa waasi wa Mtume, kwani katika uso wa dunia, juu ya uso wa dunia haijawahi kupita jumuiya yenye kutii kuliko maswahaba. Hivyo hali hiyo haikuwa kwa sababu ya uasi wowote, bali kwa sababu ya ghamu na huzuni. Yani huzuni ilikuwa imewachosha sana, kana kwamba kusikia walikuwa wanasikia lakini walikuwa hawasikii, na kuona walikuwa wanaona lakini macho yao yalikuwa hayafanyi kazi. Mtume akarudia kauli yake mara kadhaa, lakini hakuna sahaba aliyeinuka. Mtume akahuzunika sana kwa kuona hali yao. Mtume akaenda kwenye hema lake. Ndani ya hema alikuwepo mke wake mtakatifu Umme Salama, ambaye alikuwa mwanamke mwenye busara sana. Alikuwa anaangalia manzari hizi. Yeye alipomwona mume wake akija ndani katika hali ya huzuni, na aliposikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hali halisi, kwa huruma na upendo akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usihuzunike, maswahaba zako kwa fadhili Allah si waasi, lakini
masharti ya suluhu yamewafanya kushika hali hii. Huu ni ushauri wangu kwamba usiwaambie lolote, bali kwa ukimya uende nje na uchinje mnyama wako wa zabihu na unyoe kichwa chako, kisha maswahaba zako watakutii wenyewe. Mtume saa salam akapenda pendekezo lake hilo na akatoka nje, na bila kutamka lolote akaenda kuchinja mnyama wa zabihu na pia akaanza kunyoa nywele za kichwa chake. maswahaba walipoona manzari kama vile mtu alilala akisikia kelele anaamka haraka, maswahaba pia wakainuka na wakaanza kuchinja wanyama wao na wakaanza kunyoa vichwa vya wengine. Lakini ghamu ilikuwa imewafanya wakose utulivu. Msimuliaji anasema kwamba wakati yule hali ilikuwa ndio hii, kwamba ilikuwa hofu kwamba waislamu wakati wa kunyoa vichwa vya wenzao wasije wakakata shingo za wengine. Mtume salama pendekezo lake likafanikiwa na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwa wakati hayakufanya kazi, kitendo chake kikawaamsha. hii ni habari ya sira ya khatama nabiyin. hivyo juu ya eneo la hudabia mtume saa salam alipochinja mnyama wa zabihu, kutoka wanyama wa zabihu ngamia wa abu jehel ambaye alikuwa miongoni mwa mali ghanima ya badr akakimbia na akaenda mbali. alikuwa amevishwa mkufu na alikuwa ameletwa kwa ajili ya zabihu. baada ya muda akakamatwa na kisha mtume akamchinja kwa niaba ya watu 7. Jabir anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja wanyama 70, mnyama moja kutoka watu 7, na siku ile sisi tulikuwa watu 1400 na walikuwepo watu zaidi kuliko sisi ambao hawakuchinja, hawakuwa na uwezo wake. Mtume alikuwepo nje ya haram, lakini alikuwa na swali katika haram. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia mtu mmoja wa kabila Aslam akapeleka wanyama 20 ili yeye achinje wanyama hawa karibu na Marwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza shughuli hii ya kuchinja wanyama na akaenda kwenye hema na akamwita Khirash bin Umayya, kisha akanyoa kichwa chake na nywele zake akaweka juu ya mti moja. watu wakaanza kuinua nywele kutoka mti na wakaanza kuzigawa. Hatume Amara pia akachukua nywele zake chache. yeye alikuwa anazitumia kwa kutia kwenye maji kwa ajili ya mgonjwa na alikuwa akimnywesha mgonjwa kwa ajili ya tiba. wanasema kwamba wagonjwa walikuwa wakipona kwa baraka zake. kutoka maswahaba baadhi yao wakaanza kunyoa vichwa vya wengine, baadhi yao wakanyoa vichwa na baadhi yao wakapunguza nywele, ambao kati yao alikuwa Uthman, Abubakar, Qatada. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa kichwa nje ya hema lake na mtume alikuwa anasema kwamba Mwenyezi Mungu awarehemu wenye kunyoa vichwa. Mtume akaulizwa kwamba ya Rasulullah, na vipi kuhusu wale waliofupisha? Mtume akasema mara 3 kwamba Mwenyezi Mungu awarehemu wenye kunyoa vichwa, na mara 4 akasema kwamba na wale waliofupisha vile vile pia Mungu awarehemu. riwaya inasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi Hudaybiyah kwa siku 19 na pia inasemwa kwamba akaishi mausiku 20. Muhammad bin Umar Waqdi na Ibn Saad wameeleza habari hiyo. Ibn Bashir Masahib ameeleza kama hivi kwamba baada ya kumaliza shughuli ya zabihu mtume akatoa amri ya kurejea upande wa Madina. wakati ule siku kama 20 zilikuwa zimepita tangu afike Hudaybiyah. alipofika karibu na Usfan kwenye Kiraun Ghamim, na huu ulikuwa ni muda wa usiku, aliwajumuisha maswahaba na akasema kwamba usiku huu
sura moja imeshuka juu yangu ambayo naipenda kuliko vitu vyote vya dunia, ambayo ni inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka llahu ma taqaddama min zambika wa ma taakhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka llahu nasran aziza. Hizi ni aya 2 mpaka 4 za sura Fatha. Kisha kuna aya 28 inasema kwamba laqad sadaqa llahu rasulahu ruya bilhaqi latadkhulunna almasjid alharama insha allah aminina muhallikina ruusakum wa muqassirina la takhafun. Yani ewe mtume, bila shaka tumekupa ushindi ulio zahiri ili allah akufunikie makosa yako unayosingiziwa yaliyotangulia na yajayo na kukutimizia neema yake na kukuongoza katika njia iliyonyoka, na bila shaka mwenyezi mungu atakusaidia kwa msaada maalum. Kwa yakini allah amemhakikishia mtume wake njozi kwa haki. bila shaka nyini mtaingia katika msikiti mtukufu inshallah kwa salama, mkinyoa vichwa vyenu na mkipunguza nywele, na nyini hamtakuwa na hofu yoyote. Yani ikiwa nyini mwaka huu mungeingia Makka, basi kuingia kwenu kusingekuwa kwa amani, bali kungekuwa kwa vita na kumwaga damu. Lakini mungu alikuwa ameonyesha katika ndoto kuingia kwenu kwa amani, hivyo mwenyezi mungu akasababisha hali ya amani. Hivyo hivi karibuni, sawa na njozi ile, mtaingia msikiti mtakatifu kwa hali ya amani, na hivyo ndivyo itokavyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowasomea maswahaba zake aya hizi, kwa kuwa katika mioyo ya baadhi ya maswahaba huzuni ilikuwepo, wao wakashangaa wakisema kwamba kizwahiri tunarejea tukishindwa, lakini mungu anatupa habari ya ushindi. Hadi baadhi ya maswahaba wakatamka maneno kwamba je, huu ni ushindi kwamba sisi tunarejea nyuma bila kufanya tawafu ya Baitullah? Habari hii ilipofika kwa mtume akakasirika sana, na katika hutuba moja fupi akasema kwa jaziba kwamba shutuma hii si sahihi. Kama ifikiriwe, kwa kweli suluhu ya Hudaybiyah ni ushindi mkubwa kwa ajili yetu. Alisema kwamba Makuraish ambao walikuwa wameingia katika medani ya vita zidi yetu, wao wakisitisha vita wamefunga nasi mkataba wa amani, na pia wameahidi kutufungulia milango ya Maka mwakani, na sisi kwa utulivu na kwa amani na kwa kujisalimisha na fitna na njama za watu wa Makka tunarejea tukiwa na harufu nzuri ya ushindi wa siku zijazo. Kwa yakini huu ni ushindi mkubwa wenye shani. Je, mmesahau manzari zile Makuraish hawa namna walivyokuwa wamekuja kupigana nani katika Uhud na Ahzab, na ardhi hii ilikuwa mfinyu juu yenu japokuwa ina wasaa, na macho yenu yalikuwa yametoka nje na mioyo ilikuwa imefika kooni, lakini Makuraish hawa leo wanafanya mkataba pamoja nani kwa amani. Maswahaba wakasema, ya Rasulullah, tumeelewa kitu ambacho umekiona sisi hatukuweza kukiona, lakini sasa tumeelewa kwa kweli mkataba huu ni ushindi mkubwa kwa ajili yetu. Masihi Maud alayhisalatu wassalam anasema kwamba kisa cha Hudaybiyah Mwenyezi Mungu amekitaja kwa jina la Fathe Mubin. Alisema kwamba inna fatahna laka fatha mubina. Ushindi ule ulikuwa umejificha kwa maswahaba wengi, bali ukawa sababu ya baadhi ya wanafiki kuritadi, lakini kwa kweli huo ulikuwa ni ushindi mkubwa wenye shani. Alama Balazri ameandika ya kwamba suluhu ilileta natija na matunda mengi, na mwishowe Makka ikatekwa.
watu wa Makka wakaingia katika Islam, watu wakaanza kuingia katika Islam makundi na makundi. Sababu yake ni kwamba kabla ya suluhu watu hawakuweza kukutana kwa pamoja, na pia walikuwa hawajui kuhusu mahubiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu alikuwa haendi kwao ambaye angewaambia kuhusu Mtume saa salam. Suluhu Hudaybiyah ilipotokea, watu wakakutana kwa pamoja, washirikina wakaja Madina, waislamu wakaenda Makka, wakakutana na marafiki zao na watu wa familia yao, na kutoka kwao wakapata kusikia mafundisho ya Mtume saa salam na miujiza, na pia wakajua alama za utume, wakapata kujua kuhusu sira tukufu na hulka njema, na pia wakaona manzari mambo mengi kwa jicho lao binafsi, na nafsi yao ikaelekea upande wa imani, na watu wengi wakafanya haraka katika kusilimu, na wakati wa suluhu Hudaybiyah na ushindi wa Makka wakasilimu. Yani watu wakaanza kuelekea upande wa Islam, na siku ya ushindi wa Makka wote wakaamini. Watu wa Arabuni walikuwa wanasubiri Quraysh kwamba Quraysh waamini. Quraysh walipoamini basi nchi nzima ikaamini. Hata Masihi Maud alayhi salam anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya mkataba wa suluhu ya Hudaybiyah, kutoka matunda mema ya suluhu Hudaybiyah moja ni kwamba watu walipata nafasi ya kumjia na wakamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, na mamea kati yao wakasilimu. Muda ambapo walikuwa hawakusikia maongezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na ukuta baina yao na baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ulikuwa hauwaruhusu kujua uzuri wake na jamali yake. Na kama vile watu wengine walikuwa wakimwita kazab, yani mwongo, Mungu apishe mbali, wao pia walikuwa wanatamka neno hilo, na walikuwa wanakosa fadhili na baraka ambazo Mtume alikuwa amezileta, kwani walikuwa mbali. Lakini hijabu ilipoondoka na wakaja karibu na wakaona na wakasikia, basi wakapata imani, na watu wenye tabia njema wakaingia katika Islam. Mengine inshallah siku za usoni. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.